India imesitisha uagizaji wa mafuta nchini Urusi wakingojea ufafanuzi, vyanzo vimesema. India ambayo imekumbana na changamoto kutoka kwa Marekani wakati huu imeamua kusitisha usafirishaji wa mafuta kutoka nchini Urusi. Wasafishaji wa mafuta wa India hawajatoa maagizo mapya ya ununuzi wa mafuta ya Urusi tangu walipowekewa vikwazo, huku wakingojea ufafanuzi kutoka kwa serikali na wasambazaji, vyanzo viliambia shirika la habari la Reuters. Mnamo siku ya leo Jumanne, baadhi ya wasafirishaji wanatafuta soko la uhakika ili kukidhi mahitaji yao ya mafuta ghafi, vilisema vyanzo hivyo ambavyo havikutaka kutajwa majina kwa vile havina mamlaka ya kuzungumza na vyombo vya habari. Umoja wa Ulaya, Uingereza na Marekani zimeweka msururu wa vikwazo dhidi ya Urusi kutokana na vita vyake nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na vikwazo vipya vya Marekani mnamo Alhamisi ya wiki iliyopita ambavyo vinalenga wazalishaji wakuu wa mafuta wa Russia, Lukoil pamoja Rosneft kufungua mpango mpya kutosafirisha tena mafuta nchini India, na wako tayari kupunguzwa kwa vikwazo katika uagizaji wa mafuta ya Urusi, ambapo wazalishaji kwa maana makampuni binafsi kutoka nchini India yameamua kutulia kwa ajili ya kuisikiliza serikali ni nini kinafuata baada ya tangazo hilo la kimataifa kutoka kwa Marekani na baadhi ya mataifa ya Ulaya. Reuters iliripoti siku ya Alhamisi ambapo imeelezwa kwamba inaweza kuondoa kikwazo kikubwa katika makabiliano ya biashara na Amerika, na wiki iliyopita kampuni ya Reliance, mnunuzi mkuu wa India wa mafuta ya Urusi, ilisema itatii vikwazo huku ikidumisha uhusiano wake na wauzaji wa mafuta wa sasa. Reuters pia iliripoti kuwa kampuni hiyo inapanga kuacha kuagiza mafuta kutoka kampuni ya Rosneft. Bado hatujaagiza mzigo mpya na tumeghairi baadhi ya bidhaa zilizokuwa zimehifadhiwa kutoka kwa wafanyabiashara wenye uhusiano na taasisi zilizoidhinishwa, kilisema chanzo kimoja ambacho pia hakikutajwa. Tunahitaji kuhakikisha kuwa ununuzi wetu hauhusiani na taasisi zinazoidhinishwa, kwani benki hazitawezesha malipo, chanzo cha tatu kilieleza. Chanzo tofauti kilisema kuwa kampuni yake inasubiri kuona kama inaweza kupata mizigo kutoka kwa wafanyabiashara au mashirika ambayo hayajaidhinishwa. India ilinunua mapipa milioni 1.9 kwa siku katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka 2025, sawa na 40% ya jumla ya mauzo ya nje ya Urusi, kulingana na shirika la nishati la kimataifa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutaendelea kukufahamisha ni nini kinajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.